السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها المشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji ambao imekuwa ni ada yenu kutufuatilia kwenye darasa zetu hizi za usulul fiqh katika kitabu chetu cha Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul, na leo hapa tunaendeleza darasa yetu tukiwa katika topiki an-naskhu qabla tamakkuni min al-imtithali. Naskhu kabla ya uwezekano wa kuingia katika kuifanyia kazi. Yani unaamrishwa jambo fulani ndani ya Qur'ani, kabla ya kulifanyia kazi inakuja aya kufuta hiyo aya iliyotangulia na haujaingia katika kuifanyia kazi. Je, jambo hili linawezekana? Ndilo tunalolitazama. Dhahaba ahlu sunnah, wamekwenda ahlu sunna ila jawazi an-nasakh qabla tamakkuni min al-imtithali, katika kauli ya kujuzisha naskhi kabla ya uwezekano wa kuingia katika kuifanyia kazi. Ahlu sunna wamejuzisha hilo. Wahtaju biqissati dhabhi Ismail alayhi salam, na wakasimamisha hoja kwa kisa cha kuchinjwa Nabiyullah Ismail alayhi salam. Wakasema fa inna Allaha abtala dhabhahu qabla fi'lihi, hakika Mwenyezi Mungu alitengua hukumu ya kuchinjwa kwake kabla ya tendo lake. Yani kabla ya Nabiyullah Ibrahim kumchinja, Mwenyezi Mungu akaondosha hukumu hiyo. Huu ni ushahidi unaoonyesha kwamba naskhu inaweza ikatuka kabla ya wewe kuingia katika kulifanyia kazi lile uliloamrishwa. Na wakasema biqaulihi ta'ala, yaonyesha kwamba jambo hilo ama hukumu hiyo aliondolewa Ibrahimu na Ismaili pale Mwenyezi Mungu aliposema wafadainahu bidhabhin adhim, na tukampa fidia au na tukamkomboa kwa kuleta kichinjwa kitukufu. Ya ina maana kwamba ile hukumu ya kuchinjwa iliondoshwa kwa kuletwa kichinjwa kitukufu. Kwa hiyo huu ni ushahidi kwamba an-naskhu qabla tamakkuni min al-imtithali, naskhu kabla ya uwezekano wa kuifanyia kazi ni jambo ambalo linajuzu kutuka. Waqad ankara al-mu'tazila dhalika, na bila shaka mu'tazila wamelipinga hilo, qailin, hali yakuwa ni wenye kusema innahu yufdhi ila an yakuna ash-shay'u al-wahidu hasanan qabiha, hakika jambo hilo linapelekea kitu kimoja kuwa ni kizuri na hapo hapo kuwa ni kibaya. Idha amruhu bihi dalilu ala husnihi, kwa kuwa kukiamrisha kwake kitu hicho kitendeke ni dalili ya uzuri wake. Wa ibtaluhu dalilu qubhihi, na kulitengua jambo lile ni dalili ya ubaya wake. Sasa haiwezekani kitu hicho kimoja ni kizuri na hapo hapo ni kibaya. Ndio dalili yao. Wahawalu ta'awila qissata dhabhi, na wakajaribu kufanya ta'awil juu ya kisa cha kuchinjwa Nabiyullah Ismail alayhi salatu wasalam, bi annahu kana manaman, kwamba tukio hilo lilikuwa ni ndoto tu, la asla lahu, halina asli, au bi annahu kullifa al-azmu ala al-fi'l faqat, au kwamba yeye Ibrahim alikalifishwa kuazimia juu ya kufanya tu, hakuambiwa afanye, alikalifishwa kuazimia. Liimtihani sabri, kwa sababu ya mtihani wa subira yake, au kwa sababu ya kufanywa mtihani kwa subira yake. Au annahu la naskha, au wakasema kwamba jambo hilo hakuna naskhi hapo, lianna Allah, kwa kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu qad ja'ala unuqahu nuhasa, aliifanya shingo yake Ismaili kuwa shaba.
Kwa hiyo hakutaka Allah subhanahu wa ta'ala Ismaili achinjwe, aligeuza lile shingo la Ismaili likawa shaba. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba hiyo ni hoja ya an-nasxu qabla tamakkuni min al-imtithali. Hiyo sio hoja. Wakajibu hivyo hawa Mu'tazila. Lakini pia nao wanajibiwa na ahlu sunna, wanaambiwa wa hadha fasilun, na hoja hii ni mbaya, li'annahu mabniyu ala qa'idati at-tahsini wa at-taqbih al-aqliyain, kwa kuwa hoja hii imejengewa juu ya msingi wa kukifanya kitu kizuri na kibaya katika vitu viwili vya kiakili. Wa hiya ghairu musallamatin laha, na jambo hilo si lenye kukubalika. Walau sulima lahum hadha, na lau lingekubalika kwao jambo hili, lakana dalilan ala inkari naskhi bil kulliya, ingekuwa ni dalili ya kuipinga naskhu kwa ujumla. Wa hadhihi ta'wilat, na ta'wili hizi walizozitoa, wa hadhihi ta'wilatu allati awwalaha, na ta'wili hizi walizozitoa haula'il qadariyya, maqadariya hawa, fasidatun, ni ta'wili mbaya, li'annahu law sahha shay'un minha, kwa kuwa lau kungesihi chochote miongoni mwa hizo ta'wil, lam yahtaji ila fidaa, basi kusingehitajia kukombolewa. Kama kungesihi chochote miongoni mwa hizo ta'wili wanazozileta, lam yahtaji ila fidaa, kusingekuwa na haja ya Ismaili kukombolewa, kuletewa fidia ya mnyama. Sasa fidia aliletwa kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu angejalia tu shingo lake likawa ni shaba, halafu asilete yule kondoo. Lakini kaleta kondoo, ina maana Nabiiullah Ibrahim alayhi wasallam alikalifishwa kuchinja, aliamrishwa achinje, ndio maana ikaletwa fidia. Kwa hiyo hawa wanakuwa wanajibiwa namna hiyo. Wa manamatul anbiya'i wahyu, na ndoto za mitume ni wahyi. Walau kana la asla lahu, na lau ingekuwa hai jambo hili halina asli, majaza li Ibrahima qasda dhabhi, isingejuzu kwa Ibrahima kukusudia kuchinja kama lingekuwa jambo hili halina asli. Wa qawluhum, na kauli yao hao Mu'tazila ya kwamba Ibrahima kullifa bil azmi, alilazimishwa tu kuazimia, hakuamrishwa kuchinja. Wa amma qawluhum, na ama kauli yao kullifa Ibrahima bil azmi, Ibrahim alilazimishwa kuazimia, walam yukallafi bidhabhi, na hakulazimishwa kuchinja. Ghaira sahihi, kauli yao hii sio sahihi. Liqaulihi, kwa ushahidi wa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema inni ara fil manami anni adhbahuka, hakika mimi nimeona usingizini ninakuchinja. Tena akatumia taukidi mbili hapo, inni ara fil manami anni adhbahuka, kuonyesha kwamba ni uhakika kabisa kwamba aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala achinje. Walam yaqul inni azimun ala dhabhika, na hakusema hakika mimi ni mwenye kuazimia kukuchinja, hakusema hivi. Alisema inni ara fil manami anni adhbahuka, kwamba mimi nimeona usingizini ninakuchinja. Hiyo ni dalili ya kwamba aliamrishwa afanye hivyo, na ndio maana ikaletwa fidia ya kondoo. Kama ingelikuwa hakuamrishwa kufanya hivyo, isingeletwa fidia ya kondoo. Wa qawluhum kullifa Ibrahima bil azmi, wa qawluhum kulliba unuquhu nuhasa, na ile kauli yao ya kusema kwamba lile shingo la Nabiiullah Ismaili liligeuzwa likawa shaba, batilun, kauli yao hiyo ni batil. Walau saha lakana dalilan ala taklifi bima la yutaq, na lau ingesihi hiyo kauli yao ya kubadilishwa shingo kuwa shaba, ingekuwa ni dalili juu ya kulazimishwa mwanadamu kufanya jambo lisilowezekana. Wal Mu'tazila mimma yunkiruhu, na Mu'tazila ni miongoni mwa jambo wanalolipinga mwanadamu kulazimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufanya kitu ambacho hana uwezo nacho. Kwa hiyo itabaki pale pale, inajuzu naskhu qabla tamakkuni min al-imtithali, naskhu kutuka kabla ya uwezekano wa kuingia katika kuifanyia kazi. Kwa hiyo tutakoma hapo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akituwafikia, tutakuja kuendelea katika az-ziyadatu ala nasi. Wallahu wali tawfiq, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.